katika kipindi hiki kwa ajili ya kujifunza ukuu na uwezo wa Mungu. Basi tufumbe macho tuombe. Baba yetu, Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa upendo wako, tunakushukuru kwa wema wako. Asante sana kwa nafasi nyingine tena uliyotupatia kwa ajili ya kipindi hiki. Jina lako lihimidiwe sana. Roho wako Mtakatifu tunamhitaji sasa, ili kusudi hai mwalimu na mfundishaji. Ninakusihi msikilizaji anaendelea kufuatia kipindi hiki, Mungu wa mbinguni ukambariki. Ni katika Yesu Kristo, amina. Karibuni tena katika masaa haya kwa ajili ya kujifunza ukuu na uwezo wa Mungu. Leo tuna somo lenye kichwa kinachosema mamlaka ulio nayo katika jina la Yesu. Mamlaka ulio nayo katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu kwa sababu kila siku kunako kucha anaendelea kunipitisha kwenye shule ya kuendelea kumjua yeye na kumjifunza yeye zaidi. Ukweli ni kwamba kuna muda inafikia ninakaa chini na tafakari matendo makubwa na ajabu anayonifanyia Mungu wa mbinguni. Kama kuna jambo la pekee na la maana ambalo yapaswa watu tufundishwe, ni namna ya kumtumainia na kumtegemea Mungu katika maisha haya. Leo watu wengi hatufahamu tuna mamlaka yapi katika jina la Yesu. Ndio maana unaweza ukashangaa mtu anaanguka mapepo, watu wanaenda kumtafuta mzee wa kanisa, shemasi au mchungaji, wakati muda huo wanajiita ni Wakristo. Ni kweli wanafanya hivyo ni kwa sababu bado hawajajua mamlaka yaliyopo katika jina la Yesu Kristo. Anasema kinachokufanya uwe hai sio chakula unachokula au hela ulizo nazo, ila ni Yesu aliyeko ndani yako. Watu wengi wanaweza kufikiri kwamba labda kwa sababu ana hela, kwa sababu ana chakula ndicho kinamwezesha kuishi. Sijasema chakula kifai, chakula kina sehemu kubwa ya kukufanya uishi. Lakini usisahau kuna watu wana hela lakini wanakufa, kuna watu wana chakula lakini wanakufa. Ninachokisema ni nini? Ni kwamba kuna muda na wakati yapaswa tumtumainie na kumtazama Mungu zaidi kuliko kutazama mafanikio hapa duniani. Wakristo wengi wanaamini kabisa kuwa Mungu hanao uwezo wa kufanya lolote, lakini kinachoshangaza ni kwamba hawaoni matokeo ya kile wanachokiamini. Ukiuliza watu wengi habari za Yesu, wanakwambia ndiyo, Yesu anaweza kutenda miujiza, ana uwezo wa kufanya mambo ya ajabu, lakini kinachohuzunisha ni kwamba kile wanachokiamini hawaoni matokeo yao. Je, shida iko wapi? Shida ni kwa Mungu au shida ni kwetu sisi binafsi? Anasema, je, nguvu ya Mungu imepungua uwezo wake? Ukweli nguvu ya Mungu haijapungua uwezo wake, bado nguvu ni ile ile. Sasa ikiwa nguvu ya Mungu ni ile ile, nguvu ya neno la Mungu ni ile ile, shida iko wapi na shida ni nini? Anasema shida ni nini sasa? Wakristo walio wengi hawajui mamlaka yao katika jina la Yesu. Watu wengi hawajui mamlaka au nguvu iliyopo katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana sasa, kumbe kuna haja ya kuwafundisha washiriki, ya kuwafundisha wanadamu wajue mamlaka na nguvu iliyopo katika jina la Yesu. Ukisoma Efeso 3 fungu la 20, wa Efeso 3 na ile fungu la 20, neno la Bwana linasema, Efeso 3:20 anasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mara nyingi nimekuwa nikisoma hili fungu, nilikuwa nikijaribu kutafakari na kufikiria, je, hiyo ni nguvu ipi ambayo iko ndani yetu? Kumbe ili kusudi uone mambo makubwa yanatokea, ni hadi utumie nguvu iliyoko ndani yako. Nguvu iliyoko ndani yako ni ipi? Ni uhusiano wako na Kristo, ni mamlaka yako na Kristo. Kuna nguvu iliyopo ndani yako ambayo ndiyo ina uwezo wa kuleta matokeo makubwa katika maisha yetu, nyanja zote.
Ukihitaji uchumi, ni lazima utumie nguvu ya jina la Yesu iliyoko ndani yako. Ukihitaji afya, ni lazima utumie jina la Yesu. Utake mchumba, ni lazima utumie jina la Yesu. Shida ni nini? Ni kwamba watu wengi tunamjua Kristo, lakini hatujui kushikamana naye. Hilo ndo kosa linaanzia hapo. Nachokitaka mchana wa leo ni kwamba hakikisha unatengeneza uhusiano wako binafsi na Kristo. Tengeneza mahusiano binafsi na Kristo. Kuwa na uzoefu fulani na Mungu wa mbinguni. Haleluya. Hacha maswala ya kutoa story. Mungu akavusha na Israeli katika bahari ya Shamu. Ndio aliwavusha. Hata leo bado ile nguvu iliyotumika kuwavusha bado ina kazi. Ni lazima tujue namna ya kutumia mamlaka na nguvu tuliyonazo katika Kristo. Kinacholeta utofauti kati ya Wakristo ni namna ya kutumia mamlaka yao kiroho. Ndio maana kuna wengine wanapoomba Mungu anawajibu haraka, lakini kuna wengine wakiomba hawajibi haraka. Unaweza kujiuliza swali, je, Mungu ana upendeleo? Sio kweli. Mungu hana upendeleo. Je, tunakosea wapi? Tunachokosea ni kwamba hatujui mamlaka au nguvu iliyopo katika jina la Yesu. Natamani unapotoka mahali hapa, natamani unanifuatilia, ujue namna ya kutumia nguvu iliyopo katika jina la Yesu. Na nikwambia ukweli ni kwamba kuna vitu vingine tunaomba wakati si hata vya kuomba, ni vitu vya kuamuru. Jua siri iliyopo katika jina la Yesu. Wewe ukijua nafasi ulionayo, ukijua cheo ulichonacho, utabadilika maisha. Kinachokusababisha leo baki jinsi ulivyo ni kwa sababu bado haujajua wewe ni nani katika Kristo. Katika waraka wa kwanza Petro sura ya 2 ile fungu la 9. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 ile fungu la 9, neno la Bwana linasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Wewe ni ukuhani wa kifalme, miliki ya Mungu. Ametuita. Lengo la Mungu kutuita ni kwenda kutangaza fadhili zake kwa watu wengine. Ni kwenda kutangaza matendo makubwa na ya kushangaza kwa watu wengine. Ninatamani kumwona kila mmoja wetu akitoka hapa aende atumie nguvu na mamlaka katika Kristo. Ili uweze kutambua mamlaka yako katika Kristo, lazima ukae ndani yako. Lazima ukae ndani yake. Watu wengi hatuoni matokeo kwa sababu hatujachagua kukaa ndani yake na uwe mnyenyekevu kwake, ili uweze kusikiliza pale anaposema na wewe. Uweze ukamsikia Mungu anasema nini, uweze ukamsikia Mungu anaongea nini, ikiwa haujajitoa kikamilifu kumtumikia yeye. Ni lazima tuzamilie kutoka moyoni kutafuta uso wa Mungu. Ninatamani kuona washiriki ambao wanakomaa, wanakuwa na ushupavu na ushujaa kiroho. Unapopitia shida, tunatamani kuona unapambana hadi mwisho. Natamani kuona tunasimama. Natamani kuona unasimama katikati ya watu, unawaambia nyamazeni, niwaambie habari za Mungu nayemtumikia. Ukijua kutumia mamlaka yako katika Kristo, hautokuwa na wasiwasi, hautokuwa na hofu mahali popote pale. Wewe ni mtoto wa Mungu wa mbinguni. Haleluya.
Usiishi kwa taabu wala kwa shida, ishi kwa imani ukimtegemea Mungu. Ukitambua mamlaka yako katika Kristo na ukatumia imani na kuwa mtu wa maombi ya bidii, utaona matukio ya ajabu na utafanya mambo makubwa mno. Ukitengeneza uhusiano wako na Kristo, ukatumia imani hai, ukawa mtu wa maombi, na kuthibitishia utaona matokeo makubwa na ya kushangaza hadi watu watashangaa. Tunatamani watu wajifunze kwetu. Ifikie muda tuache stori, tuwashuhudie watu matendo makubwa ambayo Mungu ametutendea. Tunakaa kana kwamba tuna Mungu. Tunaye Mungu. Haleluya! Usiogope, tunaye Mungu. Ndio kuna muda mambo hayaendi vizuri, lakini usiogope, Mungu yupo. Katika Marko 11 fungu la 22 hadi 24. Marko 11 fungu la 22 hadi 24, ambayo inasema, Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Labi, tazama mtini uliolaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba ayo asemaye yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Sikiliza, uwezi ukasema unatambua mamlaka yako katika Kristo huku bado una mashaka moyoni. Na nimekuja kufuatilia Biblia, sharti mojawapo ya kutumia nguvu iliyoko ndani yako ni pale ambapo unaondoa mashaka. Na nikaona silaha kubwa ambayo shetani anatumia kutuzofisha ni mashaka. Usikia? Ukitengeneza uhusiano na Yesu, mashaka yatapotea. Na watu wengi, kilichoshikilia majibu yetu ya maombi yetu ni kwa sababu bado tuna mashaka. Kilichoshikilia muujiza wetu ni kwa sababu tuna mashaka. Na kupendekezea, jizoeshe kuwa mtu wa maombi, jizoeshe kuwa mtu wa kusoma neno. Utaona mashaka yataondoka. Ninachokwambia ni kwamba hata mimi Yesu ananitendea katika maisha yangu. Pale ambapo niliona mashaka, mambo ya kutokea, lakini niliposimama nikasonga mbele, niliona Mungu akinitendea. Naomba nikwambie jambo moja. Ukiniuliza imani ni nini leo, sina maneno mengi, na maneno mawili. Ni kuchukua hatua. Basi. Wewe ukasema una imani wakati uchukua hatua. Ni lazima tufikie muda tuchukua hatua. Yesu anasema mumwaminini Mungu. Yesu alikuwa akiwafundisha somo la imani. Anasema ukisha mwamini Mungu, kumbe kila kitu kinatokea. Unaweza kuniuliza, je, wanafunza kumwamini Mungu? Hawa wanafunzi walijua kwamba Mungu yupo, lakini hawakuamini nguvu za Mungu. Ndio maana Yesu anatumia mamlaka kwamba unaweza ukaamuru chochote na kikatokea. Nataka nikwambie ni kwamba hebu tumia nguvu ya jina la Yesu mahali popote ulipo. Haleluya. Utaona matokeo. Natamani tumtafute Mungu katika maisha yetu. Ni shauku yangu na pia hiyo shauku yako kumtafuta Mungu wa mbinguni. Tutakuwa na uwezo hata wa kuhamisha mlima kwa mamlaka ambayo Kristo amekupa. Tukitumia mamlaka iliyopo ndani yetu, tunahamisha hata milima.
Tunaposema milima, hatumaanishi milima physical. Tunamaanisha matatizo, tunamaanisha shida, tunamaanisha taabu, tunamaanisha magumu, tunamaanisha magonjwa, ugomvi, kutokuelewana. Tuhakikishe tunatumia mamlaka tulio nayo katika Kristo. Haleluya. Tuache mstoli, turudi tumwamini Mungu wa mbinguni. Yesu anafurahi pale anapoona watoto wake tunamtegemea hata kama mambo hayaendi. Nikwambie ndugu unanifuatilia, kuna muda unaweza kumtegemea mtu fulani lakini akakuacha. Hebu rudi kwa Yesu. Sikia, kumtumikia Mungu na kumjua ni vitu viwili tofauti. Wengi tunaishi tunamjua Mungu lakini bado ila tunaishi kwa msisimko. Natamani utengeneze uhusiano binafsi na Mungu wako. Natamani utengeneze uzoefu binafsi na Mungu wako. Kuwa na muda maombi, kuwa na muda kusoma neno la Mungu, utashuhudia mambo makubwa yanatendeka maishani. Haleluya. Nikosa kukaa bila kutumia mamlaka yako au uwezo ambao Kristo ameweka ndani yako. Nikosa unapokaa bila kutumia nguvu iliyoko ndani yako. Kuna mambo mengi katika maisha yetu sio ya kuomba, ila ni kutumia mamlaka yako katika Kristo na kuyavuta. Ukitengeneza uhusiano mzuri na Kristo, kuna vitu utavivuta vitakuja. Kuna vitu utaita vitakuja. Sikiliza, hata Yesu alipokuwa na uhusiano mzuri na Mungu wake, nenda kaangalie maisha ya Yesu, yalikuwa yamejaa tumaini. Kuna mtu ananiuliza, Pastor, kuna muda niliamini lakini mbona sikuna matokeo? Hata mimi nayekwambia ni kwamba mara kadhaa nilimuona Yesu kana kwamba ameniacha, lakini kumbe hajaniacha. Yesu anakuja pale ambapo akili yako imeshindikana. Yeye umetumia kila njia, umetumia kila mbinu, imeshindikana. Yesu ndo anakuja. Ni kwa nini Yesu anakuja mwishoni? Anahitaji sifa, anahitaji utukufu, anahitaji kutukuzwa. Sikia, mara nyingi Yesu akikufanyia kitu cha kawaida, utajisifu kwamba ni akili zako, utajisifu kwamba ni uwezo wako. Lakini kazi yake anatamani kufanya jambo ambalo hata na wewe utakiri na kusema hakika ni mkono wa Mungu pekee. Nikutie moyo, hebu mtafute Yesu. Haleluya. Nikutie moyo, hebu mtafute Yesu. Mara nyingi sana Yesu alikuwa akitumia mamlaka yake aliyopewa na Baba yake. Ndo maana tunaona anafanya mambo ya ajabu mno. Kilichofanya afanye mambo ya ajabu ni nguvu na mamlaka yaliyokuwepo ndani yake, na alijua namna ya kuyatumia. Alijua namna ya kuyatumia. Alijua kuna watu ukiwapa shilingi 100,000 ukarudi baada ya miezi miwili. Kuna watu wengine unakuta amekula imeisha. Kuna wengine utakuta ametengeneza 100,000 nyingi. Ninachotaka nikwambie ni kwamba kinachotofautisha leo maisha, nenda hata kaangalie maisha ya kawaida hapa duniani. Watu tunaishi maisha ya taabu na maisha ya shida. Unajiuliza, je, kuna wengine na muda mwingi? Unakuta jibu hapana. Shida iko wapi? Ni kwamba kuna wengi hatujui kutumia muda tuliopewa. Wachache wale wanaotumia ule muda ndio wanavuna matokeo. Mahali popote uhitaji mafanikio yoyote, ni lazima utumie nguvu na mamlaka ambayo Kristo ameweka ndani yako. Na kupendekezea, hebu turejee miguuni pa Yesu.
natamani uwe mtu wa maombi, kuwa mtu wa kusoma neno, kuwa mtu wa kufanyia mazoezi imani. Fanyia mazoezi imani mara kwa mara, ishi kwa imani, fanya. Usidhani kwamba labda imani itakuwa siku moja, lasha, ni mazoezi kadhaa, fanya. Kuna muda utafanya itashindikana, lakini usiogope. Hata mimi nakwambia, kuna muda nimesafiri na nauli pungufu na nikafika. Kuna muda nimesafiri. Sikiza nikwambie ukweli, Mungu ni mwaminifu, haleluya. Mungu anatupenda, haleluya. Mungu anatujali. Shida yako ni kwamba bado haujajua namna ya kutumia mamlaka ulionao katika Kristo. Ukiona unaishi kwa taabu, ukiona unaishi kwa shida, shida sio Yesu, shida ni wewe. Hebu tumgeukie Mungu. Hebu turudi kwa Yesu. Tuombe. Baba mwema, jina lako litukuzwe. Asante kwa wakati wa pekee uliotufundisha namna ya kukutumainia na kukutegemea wewe hata pale tunapoona mambo yaendi. Tusaidie tuendelee kukaa miguuni pako. Tusaidie tuendelee kukutumainia wewe pekee. Tusaidie tuendelee kukutegemea pekee, Baba na Mungu wa kweli. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Msaidie msikilizaji wa somo hili akapate kupiga hatua fulani katika maisha yake ya kiroho. Tusaidie sote kukaribia wewe. Baba mbinguni, nenda kawaponye wagonjwa. Nenda kawafungulia watu ambao biashara imefungwa. Ninakushukuru kwa sababu unatenda mambo makubwa na miujiza mbalimbali unatendea watu. Endelea kutenda hivyo, Mungu wa mbinguni, na kuzidi. Ni katika Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki sana. Nikusihi, baada ya kusikia ujumbe, sambaza linki hii kwa watu mbalimbali, lakini pia usisahau kubonyeza neno subscribe ili kusudi uwe wa kwanza kupata matangazo pale tunapokuwa tunarusha video mpya, upate kwa kwanza kupokea. Mungu wa mbinguni akubariki.